Askofu wa Kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania KKKT Dayosisi ya Karagwe, Dr. Benson Bagonza amesema kanisa hilo halijawahi kukaa kikao chochote cha kupanga rais ajaye, wala hakuna dhehebu lenye uwezo wa kuchagua nani awe rais. Askofu Dr. Bagonza ametoa kauli hiyo wakati wa maadhimisho ya siku ya dayosisi maarufu kama Card Day, ambapo mgeni rasmi alikuwa ni waziri wa ofisi ya waziri mkuu, kazi, ajira na uhusiano, Deus Sangu. Sababu ya tatu, kukosekana kwa mahusiano mazuri katika jamii huleta hofu. Mahusiano yanapoharibika, hofu inatawala. Taifa lenye hofu halitawaliki kirahisi. Kitengo chako cha mahusiano kitusaidie, tuokoe fedha nyingi, tuokoe risasi, tuokoe mabomu, kwa sababu mahusiano yakisha boreka hakuna haja ya kutumia tena mabomu. Ndugu yangu, una wajibu muhimu mikononi mwako na umeaminiwa na Mheshimiwa Rais, na kusihi uifanye kazi yako vizuri, utufanye sisi tukuamini kama ulivyoaminiwa na Mheshimiwa Rais, na tayari tumeanza kukuamini. Sababu ya 4, kitengo cha mahusiano katika ofisi yako kinayahusisha makanisa, misikiti na makundi yote ya kiimani kama alivyosema Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa pamoja na afisa tawala. Sisi sote wa makanisa tuko chini yako kwa ajili ya uratibishaji wa mahusiano. Makundi haya ya imani ni muhimu kwa sababu ndani yake yana vyama vyote, yana makabila yote, yana rangi zote, yana maskini na matajiri. Kwa kuwa uko hapa leo kwenye kusanyiko la KKKT, nami kwa bahati ndiye askofu mzee kuliko maaskofu wote wa KKKT, naomba nikuhakikishie jambo hili. Sisi kama KKKT hatujawahi kukaa kikao chochote kupanga rais ajaye. Hatujawahi. Hatuna mpango huo. Na tunaamini hakuna dhehebu lolote nchini lenye uwezo wa kutuchagulia rais. Urais wa nchi hii unaweza kupatikana kwa njia mbili tu. Njia ya kwanza ni kuwekwa na Mungu. Njia ya pili ni kujiweka. Sisi tunaye aliyewekwa na Mungu.